Jina langu ni Shabani Mpendu, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati. Halmashauri ya mji wa Babati imepokea shilingi bilioni 20 za Kitanzania kwa ajili ya mradi wa kujenga stendi, kwa ajili ya mradi wa kujenga barabara za katikati ya mji pamoja na mitaro ya maji ya mvua. Kabla ya hatujapokea hiyo bilioni 20, hali ya mji wetu ilikuwa ni mbaya sana. Baadhi ya barabara wakati wa mvua zilikuwa hazipitiki, mitaro inafurika maji, inaziba barabara, lakini pia uchafu ule unaozolewa kutoka maeneo yenye minuko kwenda maeneo ya bondeni yanasababisha kero na vile baadhi ya barabara kuto kupitika. Lakini nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, kwa kuweza kuiona hii changamoto na kutuletea fedha zaidi ya shilingi bilioni 20.5. Fedha hizi zitajenga stendi hiyo ya kisasa ambayo itakuwa ni kama stendi ya mkoa katika mkoa wetu wa Manyara kutokana na hadhi yake, lakini pia hizo barabara za mjini pamoja na mitaro ya maji ya mvua pamoja na maji taka. Mradi huu ni wa miezi 15. Utakapokamilika mradi utakuwa na faida nyingi sana za kiuchumi na kijamii, na mzunguko wa fedha katika mji wetu wa Babati utaimarika kwa sababu kwenye hii stendi kuna shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kuna vibanda vya kukatia tiketi, kuna vibanda vya biashara vya mamalishe, kunakuwa na chumba cha kusalia, kutakuwa na shughuli nyingi ambazo ziko direct pale kwenye stendi yenyewe. Lakini vile kutakuwa na shughuli za saidizi, supporting activities. Kutakuwa na usafiri wa bodaboda, kutakuwa na usafiri wa bajaji, kutakuwa na usafiri wa teksi na kadhalika. Na hawa wote wao wenyewe wenye vyombo watanufaika kiuchumi, madereva wao hawa watanufaika kiuchumi, lakini pia tutakuwa tunakusanya mapato kutoka kwenye mabasi yanayoingia na kutoka. Na matokeo yake kwamba uchumi wa mji wetu wa Babati utakuwa umeimarika, lakini ajira zimeongezeka na adha zile za kiusafiri zitakuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa upande wa mapato, kabla ya stendi mpya hii haijakamilika, tunakusanya chini ya shilingi milioni 40 kwa mwaka. Lakini tunatarajia mara stendi yetu itakapokamilika, kwa hizi shughuli zote nilizozizungumza, mabasi yanayoingia, bodaboda, bajaji na shughuli pale za biashara zinazofanyika, tutakuwa tunakusanya zaidi ya shilingi milioni 250 kwa mwaka. Kwa hiyo mapato yataongezeka kutoka chini ya milioni 40 mpaka kufikia zaidi ya shilingi milioni 250. Napenda nichukue nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, na natoa shukurani sana kwa niaba ya wakazi wa mji wa Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla kwa kuletewa mradi huu ambao utabadilisha kabisa sura yetu ya kiuchumi na kijamii katika halmashauri na mkoa kwa ujumla. Majina naitwa Chazi Ibengwe, ni mhandisi halmashauri ya mji wa Babati, lakini pia kwa upande wa mradi wa TACTIC mimi ni mratibu wa mradi. Katika mradi huu wa uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania kwa mji wa Babati tulipata kutengewa kiasi cha shilingi bilioni 20 na milioni 508 kama bajeti ya mradi. Tulifanikiwa kupata mkandarasi kampuni ya Western Engineers Limited ambao ndo contractors wa mradi kwa thamani ya shilingi bilioni 19 na milioni 996,292,292.09 kama thamani ya mradi mzima. Katika mradi huu tunaye pia mshauri elekezi wa mradi ambao ni kampuni ya G&Y ikiwa associate na Gauge Pro ya Tanzania. Mradi huu una komponenti ya stendi ya mabasi
lakini pia una component ya barabara ambayo barabara ni kilomita 4.89, lakini pia tuna mfereji ya maji ya mvua ambayo mfereji hii na jumla ya urefu wa kilomita 8.15. Lakini pia katika mradi huu tunategemea mpaka mwezi wa 10 mwaka 2026 mradi huu umeshakamilika, na kasi tunayoenda nayo mradi utakamilika ndani ya muda bila kuchelewa. Lakini pia katika mradi huu tunalo jengo la ofisi ya wahandisi. Jengo hili pia linajengwa katika kata ya Maisaka ambapo ndipo itakuwa ofisi ya usimamizi wa mradi. Na jengo hili pia nalo limeshaanza, liko hatua nzuri, na tunategemea pia mpaka mwezi wa 10 liwe lishakamilika kwa ajili ya matumizi. Mimi naitwa Mhandisi Alois Nombo, ni meneja wa TARURA wilaya ya Babati. Katika mji wetu wa Babati tuna mtandao wa barabara wenye kilomita 595. Kati ya mtandao huo kilomita 14.2 ni barabara za lami, na hizo zingine zilizobakia ni barabara za changarawe na barabara za udongo. Katika mji wetu wa Babati tumebahatika kupata mradi mkubwa wa uboreshaji wa mji, mradi wa TACTIC. Katika mji huu kupitia mradi huo tunatarajia kufanya ujenzi wa barabara kilomita 4.7 ambapo barabara hizo zitajengwa katika kata mbili, kata ya Babati na kata ya Maisaka. Kata ya Maisaka tutakuwa na barabara moja yenye urefu wa kilomita 3 na hizi kilomita 1.7 zinazobakia zitajengwa katika kata ya Babati. Kwa hiyo kutokana na mradi huu tutaweza kuongeza mtandao wetu wa barabara sasa kutoka kilomita 14 kufikia kilomita 18.9 kwa kiwango cha lami. Lakini pia katika mradi huu tuna ujenzi wa mifereji ya maji. Mji wetu wa Babati ulikuwa na changamoto ya kufurika maeneo mengi ambapo ilikuwa inaleta adha kwa wananchi. Lakini kupitia mradi huu pia tumepewa kilomita 8 ujenzi wa mifereji mikubwa ya kuondoa maji katika makazi ya wananchi. Na mifereji hiyo inajengwa katika kata ya Maisaka na kata ya Singe pamoja na kata ya Bagara katika mji wa Babati mjini. Kwa hiyo tunaamini kupitia ujenzi wa mifereji hiyo mradi utakapokuwa umekamilika utakuwa umeondoa adha kubwa kwa wananchi ambao walikuwa wanaipata ya maji kufurika kwenye mitaa yao. Tutaweka taa katika barabara zote zitakazojengwa ili kuweza kuwafanya wananchi waendelee kufanya shughuli zao za kiuchumi wakati wa usiku, lakini pia kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wakati wa usiku na usalama wa watumiaji wa barabara zetu. Mimi naitwa Sara Leonardi Nzoa, mkazi wa Gendi Kuu, mtaa wa Gendi Kuu. Kweli nashukuru kwa huu mradi, kwa maana mwanzoni tulipata shida sana. Tulipata shida ya mafuriko, watu wanaingiliwa maji ndani ya nyumba. Tumepata shida, mifugo imepata shida, imekufa kwa sababu ya mafuriko. Kutokana na hali ya hewa ilivyokuwa mbaya huko mwanzoni, kwetu tulipata shida sana. Na kwa sasa hivi sasa tulivyoona huu mradi umekuja, mradi huu ni fursa kwa upande wetu sisi, na tunashukuru sana kwa sababu ya kiwango cha huu mfereji. Na huu mfereji ndio utakayosababisha sisi tukae kwa amani, kutokana na mafuriko yatakuwa hayataweza kusomba saa yale maji kwenda kwenye makazi ya watu. Kwa sasa hivi tunashukuru sana kwa sababu mfereji utanufaisha baadaye watu. Mimi kwa majina naitwa Michael Joseph Herman, mkazi wa Gendi Kuu. Nimshukuru Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 pamoja na waandamizi wake kutuletea huu mradi wa mtaro kwa ajili ya kupitisha maji. Kwetu una manufaa makubwa sana, kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunapata athari kubwa sana kutokana na maji ya mvua yanayotoka huko juu mlimani. Yalikuwa yanatuletea athari kwenye mashamba, hata kuweza kuzuru watoto wa watu, kwa sababu yalikuwa yanapita hayana mpangilio. Lakini kwa sababu tayari serikali imetuletea huu mradi, maana yake ni kwamba maji yameelekezwa kuelekea sehemu moja. Kwa hiyo yatakuwa napita na vivuko najua vitawekwa ili yale maeneo ambayo watu wanapita wao wanavuka kupitia vivuko. Kwa hiyo hata watu manyumbani watakuwa na tahadhari kwamba mtaro wanajua mahali ulipo, na watakuwa na waweza kusimamia familia zao ili ziweze kukaa vizuri, kwa sababu mtaro unapita sehemu moja. Majina yangu mimi naitwa Isa Saif, ni mkazi wa mtaa wa Babati mjini.
katika halmashauri ya mji wa Babati. Nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na serikali yake kwa kutuletea mradi wa kutengeneza barabara za lami katika mtaa wa Babati mjini. Tulikuwa tunapata changamoto kadhaa wakati barabara hizi zikiwa za vumbi. Moja ni vumbi wakati wa kiangazi, magari yakiwa yanapita, vumbi lilikuwa linaingia ndani, lakini pia kipindi cha mvua kama hivi tunaona matope, watu wanatembea, matope yanaingia ndani. Lakini changamoto nyingine kipindi cha mvua kama hichi, kwa sababu ya ubovu wa miundombinu, maji pia yanaingia ndani. Kwa hiyo tunaamini, na kwa namna ambavyo tumeona katika maeneo mengine, mradi wa barabara kama hivi unapokuja, ikiwa barabara ni za lami, miundombinu inaboreka, mifereji inatengenezwa, kwa hiyo maji hayatakuwa yanatuama tena mitaani. Kwa maana hiyo tutakuwa tunaepuka adha ya tope, lakini vumbi, kipindi cha kiangazi vumbi linakuwa halipo kabisa la kuingia ndani na kusababisha wakati mwingine hata maradhi ya vifua. Kwa jina naitwa Hawa Beni, ni mkazi wa kata ya Babati, tawi la Babati mjini. Kwa kweli sisi katika kata hii au katika mtaa wetu, adha kubwa ya kipindi cha mvua huwa tunapata mafuriko. Baada ya kusikia kwamba tutapata lami katika mtaa wetu, kwanza sisi tumefurahi sana, na pia tutafanya biashara ndogo ndogo endapo barabara zitakapowekwa lami, taa, watu wafanya biashara wadogo wadogo watajipatia kipato. Na lingine pia hata kwenye hawa vibaka itakuwa imepunguza adha kubwa sana, kwa sababu unakuta wengine wanatoka asubuhi kwenda masokoni kufanya biashara zao, wana wasiwasi wa barabarani kukutana na vibaka na wakaporo kutokana na giza lilioko katika barabarani, kutokuwa na na taa. Yaani tunampongeza sana 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 Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili na kutusaidia sisi wajasiriamali wadogo wadogo. Majina naitwa Victor Alphonse Mushi, ni mwenyeji wa mtaa wa Nyungu. Mtaa wa Nyungu ni mwisho wake ni hapa kuelekea juu. Huu mtaa ni Nyungu ni Gamsi, upande huu Maisaka Kati. Hii barabara inaanzia mjini kuelekea Sawe, Maisaka Kati mpaka barabara kuu ya kwenda Arusha. Hii barabara itakavyotengenezwa, na maana thamani ya ardhi itapanda, yaani na wenyeji wa mtaa huu watapata mahitaji yao kwa vizuri, na barabara hii itakuwa nzuri. Kwa hivyo sisi wenyeji wa mtaa huu tutapata, labda watu waliojenga nyumba zao pembeni ya barabara wanaweza kupata wapangaji kwa kukodisha, na watakapata mahitaji yao kwa uzuri zaidi. Tunashukuru kama huu mradi utakamilika, utakuwa manufaa mazuri kwa wenyeji wa huku, na sisi wananchi wa mtaa huu ambao tutatumia barabara yetu tunatakiwa tuisimamie. Abdulrahman Isa Nde ni mkazi wa mtaa wa Sawe. Kwa mradi huu wa maendeleo ya barabara hii ya lami, nashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Mama Samia kutuletea mradi mzuri kama huu. Kwanza utatunufaisha sisi kwa kazi zetu kama ya usafirishaji, itaturahisishia sana, na tulikuwa tunaomba Mungu muda mrefu sana, na tunausubiri kwa hamu sana. Utasababisha mtaa wetu uwe na maendeleo mazuri sana, kinyume na hapo nyuma. Hapo nyuma ilikuwa kufikika tu Sawe ilikuwa ni jambo gumu sana, ila kuanzia mradi ulivyotangazwa imekuwa Sawe ni sehemu ambayo inatamanika kulingana na huo mradi ambaye serikali imeupendekeza kuja huku. Mradi mzuri kweli, nashukuru sana serikali imeleta mradi kama huu wa lami. Navyosikia kwamba itawekwa na taa, itakuwa ni kitu kizuri sana kwa wananchi wa mtaa hasa wa Sawe pamoja na Maisaka Kati. Kwa majina naitwa Justini Paulo Majagi. Mimi ni mkazi wa Babati hapa. Katika mradi huu nimenufaika sana kwa sababu
moja, nimejipatia kipato. Ni vijana hapa mtaani tulikuwa hatuna kazi, lakini baada ya ujio wa mradi huu tumeweza kujipatia kipato. Sasa tunaweza kumudu na kuendesha maisha yetu. Lakini pia mradi huu naweza nikasema utaendelea kutunufaisha, kwa sababu pindi mradi huu utaisha tutakuwa tumepata huduma.